Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Kila ifikapo tarehe 7 Aprili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huadhimisha kumbukumbu ya kifo cha rais wa kwanza wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume, kilichotokea mnamo mwaka 1972. Katika siku hiyo, viongozi mbalimbali pamoja na wananchi visiwani Zanzibar huungana kwa pamoja kumwombea dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini ili Mwenyezi Mungu aendelee kumpa kauli thabiti. Enzi za uhai wake, Sheikh Karume alikuwa akijali makundi mbalimbali ikiwemo watu wenye mahitaji maalum. Ili kuendelea kuenzi mazuri yake, tarehe 7 Aprili mwaka 2025, Mheshimiwa Hajati Riziki Lulida, mbunge wa kuteuliwa na rais, ameungana na wadau kutoka Jumuiya ya Ninawi katika kanisa la KKT ushirika wa Iringa Road jijini Dodoma kupeleka baadhi ya mahitaji katika shule ya msingi Ombolo yenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Akizungumza mara baada ya kufika katika shule hiyo, Mheshimiwa Lulida amewashukuru walezi kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata malezi bora wakiwa shuleni hapo na kutoa kilio chake kwa wazazi wanaowatelekeza watoto wenye ulemavu. Nawashukuru sana wafanyakazi wanaekaa na hawa watoto ambao wana mahitaji maalum. Bila wao watu hao wangekuwa wanahangaika sana. Unajua, kwanza kufanya hii kazi ya kuwahudumia watoto wengine ambao hawana uwezo wowote, huu ni upendo mkubwa sana. Wengine watoto kama hawa, kama wazazi wao wamewakataa na wamekuja kuwatelekeza, hawa wakawatunza, Mwenyezi Mungu awalinde na wazidi kuwabariki. Kwa kweli kila ninakokwenda ninaona mabadiliko makubwa ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuwa anawapenda watu wenye ulemavu. Masikitiko yangu makubwa ni wazazi wanazaa watoto, akimwona mtoto huyu ana matatizo anaamua kumtupa au kumwacha kwa sio mtoto wake. Kwa kweli mimi sifurahi nao hili jambo. Na nilizungumza nikiwa Dar es Salaam na leo nazungumza tena kwa mara ya pili. Kwanza tuwasake wale wazazi wenye watoto wao ambao hata kuja kuangalia huku hawaji, washtakiwe. Kwa nini washtakiwe? Wameonyesha udhaifu mkubwa kwa watoto wao hawa. Mtoto umemzaa wewe na ana baba yake, unakuja kumtupa mahali ambapo hata kuja kumwangalia huna. Kwa kweli Mwenyezi Mungu hapendi kabisa. Aidha, Mheshimiwa Lulida ameahidi kuendelea kushirikiana na uongozi wa shule ili kutatua baadhi ya changamoto zinazoikabili shule hiyo. Na mimi naipeleka sauti yangu huko kuhakikisha kwa hawa watoto watakuwa wanaishi katika mazingira mazuri, kuanzia malazi, kwa chakula, mahali wanapolala, elimu yao na vifaa saidizi vyao lazima vipatikane. Hapa nimeona wanasema watoto hawa wanakuwa hata kutembea hawatembezi, hawapati hata ile tua ya kwanza. Nitamwomba Spika niende nao katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali mkuu wa shule hiyo, Mwalimu Pasco Ngoda, amebainisha baadhi ya mafanikio na changamoto zinazokabili shule hiyo. Hivi leo ninavyozungumza tuna watoto 80. Kati ya hao watoto 80 tuliokuwa nao, tuna watoto wenye ulemavu wa akili 38, tuna watoto wenye ulemavu wa viungo 14, tuna watoto wenye ulemavu wa kuona 14, tuna watoto wenye ulemavu wa ngozi 14. Tunakamilisha idadi ya watoto 80. Mafanikio ya jumla katika kituo hiki. Kituo hiki tunashukuru halmashauri ya jiji la Dodoma kupitia mkurugenzi, tulifanikiwa kupata wafanyakazi ambao wanasaidia kulea watoto, patroni 2, matroni 2 pamoja na wapishi 2 ambao wanahusika moja kwa moja kuwahudumia watoto. Kwa hilo tunashukuru na tunapongeza sana. Lakini tukirudi kwenye swala la kitaaluma, shule ya msingi Ombolo Bwawani kwa miaka 2, mwaka 23 mwaka 2024, watoto waliofanya mtihani kwa darasa la 7 mwaka 2023 walifanya wanafunzi 6. Kati ya wanafunzi 6, kwa bahati mbaya mmoja hakufanikiwa kuendelea na sekondari. Kwa sisi hayo tunaona ni mafanikio, kwa sababu kama hawa watoto wangekosa fursa hii, maana yake wangekuwa wamezima ndoto zao.
Lakini mwaka 2024 walifanya mtihani watoto 6 vile vile, tulikuwa nao 7, kwa bahati mbaya mmoja alifariki. Kwa walifanya mtihani watoto 6, lakini kati yao 6, 5 walifanikiwa kuendelea na elimu ya sekondari, lakini mmoja hakuwa vizuri kiafya, hakufanikiwa. Lakini kwa upande wa darasa la 4 mwaka 2024 walifanya mtihani 2023 walifanya mtihani wa wanafunzi 8 wenye mahitaji maalum. Kati ya hao 8, wanafunzi 2 hawakupata ufaulu wa kuwawezesha kuendelea darasa la 5. Lakini mwaka 2024 wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 4, mtihani wa upimaji wa kitaifa, walifanikiwa kuendelea na darasa la 5 kwa ufaulu mzuri. Na mmoja wapo tunaye mwanafunzi anaitwa Angel, yule pale. Yeye anaandikia mdomo lakini alipata wastani wa B. Lakini pia tunaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha miradi mbalimbali, hususan uboreshaji wa miundombinu ya kielimu, kwani mwaka 2024 tulifanikiwa kupata mradi wa bweni jipya ambalo unaendelea mpaka sasa. Imebakia milango na madirisha. Ukamilishaji wote utakapokuwa umekamilika, tunatarajia kupokea wanafunzi wengine 80 kama ambavyo afisa elimu maalum ameelezea. Lakini tunashukuru ofisi ya Rais TAMISEMI, tumefanikiwa kupata vifaa mbalimbali vya kufundishia na kujifunzia, ikiwa ni sehemu ya kuwa stahiki kwa watoto wenye mahitaji maalum ili kuwawezesha kupata haki yao ya kielimu kwa wapo mazingira haya. Tumepokea vifaa mbalimbali, tumepokea emboza, tumepokea laptops, tumepokea white cane, tumepokea telescope na vifaa mbalimbali vingi, ambavyo vifaa hivi kwa ujumla wake vinasaidia watoto wawapo maeneo haya waweze kujifunza vizuri na kufikia ndoto zao. Tunaishukuru sana serikali kwa upendo huo ili kufanikisha kupunguza utegemezi katika jamii na kuhakikisha ndoto za watoto hawa zinafikiwa. Lakini pia tunashukuru wadau mbalimbali, mashirika na watu binafsi kwa kuja kututembelea na kutusaidia vifaa mbalimbali. Tumepokea mashine ya kufulia. Kama nilivyoeleza, tuna watoto ambao wanahudumiwa kwa kila kitu tulionao mazingira haya. Maana yake atafuliwa, ataogeshwa, kila kitu, huduma zote anasaidiwa. Kwa hiyo kwa idadi ya watoto tuliokuwa nao na idadi ya wafanyakazi, mashine ile imeenda kupunguza uzito na kurahisisha utekelezaji wa majukumu kwa kuwafulia watoto nguo. Tumepokea mashine ya kufulia. Lakini tunashukuru serikali pia kwa kutuwezesha fedha kwa ajili ya chakula cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tunapokea fedha kiasi cha shilingi milioni 1,05,254 kila mwezi kwa ajili ya chakula cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hilo tunashukuru sana. Changamoto za jumla. Kitengo hiki kinapitia changamoto mbalimbali katika kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Changamoto ya kwanza, tuna changamoto ya ukosefu wa bima za afya. Tuna upungufu wa bima za afya kwa watoto. Sehemu kubwa ya hawa watoto wana changamoto mbalimbali tofauti. Na ukizingatia wazazi ni kama, kwanza wazazi bado hawajakubali hali ya watoto. Kwa sababu hawajakubali hali ya watoto, akishamleta mtoto hapa shuleni maana yake anaona kama ametua mzigo. Sasa mtoto anapopata changamoto, mzazi wake kwenye simu hapatikani. Maana yake sisi kama shule inabidi tubebe moja kwa moja kwa ajili ya kumsaidia mtoto. Hatuwezi kumtelekeza. Hali hiyo imekuwa changamoto kubwa sana katika kutekeleza huduma za afya kwa watoto kwa wakati. Ombi letu sisi, kama tutapata bima kwa kila mtoto, itakuwa imetusaidia sana na imerahisisha mtoto anapopata changamoto yoyote atapata huduma ya afya kwa wakati na tutakuwa tumemsaidia. Lakini changamoto nyingine, kuna watoto ambao wanaletwa na wazazi wao hapa, anakuja na nguo walizovaa mwilini tu, hana nguo ya kubadilisha. Kwa hiyo tunakutana na changamoto ya sare za shule pamoja na viatu. Tunashukuru watu binafsi ambao tayari tumeshasambaza elimu maeneo mbalimbali
wanatambua baadhi na wanafahamu eneo hili, wamewawezesha. Sehemu kubwa ukiangalia hapa, kama hiyo sare sio shamba dress basi au tracksuit, manake nguo hiyo imetoka kwa mdau. Mimi ni Abdalla Bakari, hii ni Sauti Yetu TV.